Bwana Yesu asifiwe sana. I'm born again this morning and I love the Lord. And my focus is to love God more. Praise the name of the Lord. I have how many minutes, Dominic? 30 minutes. I want to talk to us in 30 minutes as the Lord will be helping us, and then we will continue in the other sides. The Lord has been good to us in Kivule Deliverance Church. Ayamuda. Bramenye kanika mkawekirite. Umesikia kumbe ukiwa na deni unavaa mask tu. It's good to see you, my brother. I brought your bedroom. Moses and Pastor Dominic was sleeping in that car for some days, doing the work of God, and I really honor God for that. I want to bring greetings from Kivule Deliverance Church and Naishama. The Lord has been good to us, and we have extended to Kinyerezi, where the Lord has begun to open doors for us. I did some, we've not officially opened, but I've been doing evangelism in the place, and I've gotten some few disciples, and I was laughing at myself because one of the disciples I got was a married man, an old man, who had no place to sleep until I had to give him my personal bed. So don't worry if you come to my house and we sleep on the floor. It's okay, it's in order. It's part of me being in the mission. Amen. I wanted to speak to us this morning on something that I'll be calling the power of God's presence in the wilderness. And I will not be preaching, I'll be just talking point after point. But in the next service, I'll be talking about what have you been doing? I'll just be asking that question. What have you been doing? Amen. I want to read from the book of Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 7. And just before I forget, I want to bring greetings from my bishop, Bishop Job, Dr. Bishop Job Mukama, a man of God, a blessed man, the cover that we have in Tanzania, a man with a very humble heart. I was in his church a week before I traveled. There's something we were doing with a missionary from Korea. And not only that, Reverend, I want you to know that Bishop is very grateful for the work that has been done and accomplished in Mitonji. He's not very good on Facebook, but I'm sure Dominic saw that. He wrote something to appreciate, and he wanted to write every name of everyone participated in Mitonji. And I had to give you his name, but he doesn't know how to tag you on Facebook. So I had to take the thing and tag all of you in my timeline. He is very grateful for the work that has been happening in Mitonji. The second time you were there, he really wanted to come, but his health was not very good. He had faulty healthy issues, but now he's super well and is looking forward to visiting Mitonji in January. And so he said he's very grateful for the great support to the work of God, but particularly to Deliverance Church Tanzania. He appreciates that God has used you to do the work of God beyond the borders, and he's very, very grateful. He saw the tanks, he saw the classes, he saw the church structure, he saw even what you did to the house of the pastor, and he's very grateful. He's never been there, but he feels he's blessed by the work that you've done. May the Lord bless you for doing that to us. And when we had our executive meeting, that was something that we were thanking God for, and we talked about. And I have to report that because I'm in charge of missions nationwide. So that's my area, and I felt so proud. I felt so supported. I felt so blessed. May the Lord bless you. May the Lord increase you. May the Lord do you good, you and the church. Amen. God bless you. We are so, so grateful. And we pray for you every time. In my house, mpaka leo ninakula asali nilitoa Mitonji. Dominic knows why. And the Lord is good. Amen. But if it were not for Reverend sending us to Mitonji, personally I would not have known the place. So Reverend, thank you for the researches that you're doing and the very many wins you're giving us
and feathers you've given us to fly for the work of God. Amen. Deuteronomy chapter 8 verses 2 through to 7. Thank you. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commandments. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. I thank God for the brother was leading prayers. Your choice of words, your choice of scriptures was so powerful, and even the choice of songs was very good. The Lord bless you. That touches us, that God has just been good to us, even with things that we did not know. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. We do not know how we are in December. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. And some of us, if we are not disciplined of the Lord, we can really go away and far. Observe the commands of the Lord your God, walking in his ways and revering him. For the Lord your God is bringing you into a good land. It is good to know that. That after the humbling and after the testing and after the discipline and after every up and down and everything that we have gone through, it is because the Lord our God is bringing us into a good land. Not just a land, but a good land. Amen. Praise the name of the Lord. Now, those of you who know about land, you know there's a good land, but there's land. Praise the Lord. The Lord is not just bringing us to a land, but he's bringing us to a good land. A land with streams and pools of water, not in Garissa, not where there's no water, not where we'll be starving. Because when there is drought and when there is no water, there is no life. Praise the name of the Lord. When the drought and when this dry season extended to through November, because this is the first November I saw without rain. Is it true? Yes. Even us in Dar es Salaam, kwa sababu tunalala feni zikiwa on, zilikuwa ukiwasha badala itoe baridi inatoa joto. Sijui kama mli experience kitu kama hicho. Kulikuwa na joto imepitiliza kiasi kwamba hujui ufanye nini. And some of us who have issues with our skin, we had rashes and problems all over because there was no water. But immediately it rained. 2 days. There was green everywhere. There was life everywhere. The animals were jumping. The trees were jumping. Some flowers I have in the church were singing a song that I cannot understand, but my God can interpret. Mm-hmm. A land with streams and pools of water, with springs flowing in the valleys and the hills. Mm-hmm. Father, thank you for your word. I thank you because you are God who is taking us to a good land, because you are a good Father and a good Lord. We bless you for your word. May it bring sense to us in Jesus' name. Amen. I want to talk about a few things, and the principal thing that I want to make to put across is that God takes us through the wilderness that his purpose in our lives may be achieved. Mungu tupitisha katika jangwa ili kusudi lake maishani mwetu. Kusudi ni lake, lakini maishani mwetu, Bwana Yesu asifiwe sana, ili kusudi lake maishani mwetu liweze kutimilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendo, ni vizuri nikukumbusha haukuzaliwa tu. Ulizaliwa kwa kusudi. Kwa sababu ungekuwa wa kuzaliwa tu, ungezaliwa labda miaka ya nyuma au miaka ya huku mbele. Lakini umezaliwa wakati na nafasi kama hii kwa sababu kuna kusudi la Mungu ambalo lazima mimi na wewe tulitimize katika kizazi chetu na katika nafasi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore, sometimes God will allow us to go through a wilderness. He will cause us to go through something that we do not understand, because God wants to know what is in our hearts. The Bible says the heart of a man is deceitful.
When people are happy, they can say anything. When people are excited, they can promise you anything. When people are happy about what you're doing, they can do anything. But the test of time comes when things go different. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho ndicho Mungu amekijua, ya kwamba tunaweza tukainua mikono wakati hali ziko vile zilivyo, na tukasema Bwana tunakupenda, Bwana tunakutumaini, Bwana tunakuangalia wewe wakati mambo ni mazuri. Lakini anasema ninataka nione kama bado utasema hayo wakati utakuwa unapita kwenye jangwa, wakati utakuwa unaangalia kushoto na kulia na unaona kana kwamba haunioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. When we see His presence in the wilderness, it makes us strong and makes us to have a strong standing. Tunapoona uwepo wa Mungu katika jangwa letu, inatufanya tuwe imara na inatufanya tuwe na msimamo ulio dhabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want to ask you a question. Have you ever been in a wilderness? Sometimes when we talk about a wilderness, watu wengi wanaweza wakashindwa kuelewa, na kwa sababu labda tumepishana mapito. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepishana umri, tumepishana mapito, tumepishana vitu vinavyotuzunguka. Lakini kila mmoja mpaka mtoto mdogo kuna wilderness yake fulani anaijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu tumekosa kuelewa nyakati hizi, wakati mwingine watu wakipita katika wilderness, unakuta wanapatwa na stress, unakuta wanapatwa na depression, unakuta wanaacha imani, unawakuta kwamba wanakosa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hasa nyakati kama hizi ambazo tuna injili nyingi sana tu ya utabarikiwa, 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 na tumehubiriwa baraka kana kwamba usipokuwa na gari hujabarikiwa, usipokuwa na nyumba hujabarikiwa, usipokuwa na nguo nzuri hujabarikiwa. Na kwa hiyo kasumba imeingia katika kanisa mpaka imani ya kweli imetutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa namsikiliza rafiki yangu mmoja yuko Marekani, anaitwa Bishop Mpemba, akisema ya kwamba nimeshangaa siku hizi mhubiri akinunua kagari kamoja atatesa watu wote kwenye mtandao na hapo kagari. Aonekane amenunua gari sasa ni wa kiwango kingine. Nilienda mkutano mmoja juzi huko kwa Bishop, wakaja mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba hatujiiti mitume hakumaanishi sisi sio mitume. Bwana Yesu asifiwe. Wakaja mitume, wakati tumeinua mikono tunaimba na kusifu, wao wamekaa wamekunja ile wanafanya simu hizi. Nikaangalia nikasema huu ndio utume. Tulitumwa tuje kupekua simu mbele ya washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo kuna behavior fulani imeletwa katika kanisa ya kuonyesha kama hii hapa ndio Mungu yupo, huyu ndiye aliye na Mungu. But that is not what the scripture say. That's right. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusipo correct mambo kama haya, watoto tunaowazana tunaowaelekeza wasipoelewa kwamba kuna wokovu wa kweli na kuna kusudi la Mungu la kweli, na wao watakunja ile na waanze kupekua simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka niongee kwamba wakati wa wilderness unaweza kuwa sio a geographical location. Unaweza ukawa mahala pazuri sana kama wale watu wa Jericho walivyosema, na wakasema njoo mtumishi wa Mungu uone mahali tunapokaa ni pazuri mno. Ni pazuri sana. Lakini pamoja na uzuri wote huu, ardhi hii bado inatuzalia mapooza. Bwana Yesu asifiwe sana. So when we talk about a wilderness in life, we are not talking about a geographical location. We are talking about a situation and a time in the life of a Christian, wakati unaangalia pamoja na kuzungukwa na mito, pamoja na kuzungukwa na shamba zuri, pamoja na kuwa uko mjini, lakini maisha yako hayana matokeo unayoyategemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na nyakati kama hizo zipo,
Na watu wengine wanakuangalia wanakuona kama hauna akili nzuri. Wengine wanakuangalia wanakuona kama hauna mipangilio. Wengine wanaona kama ulikosea. Wengine wanakuona kama mtenda dhambi. Wengine wanakutafsiri kwa sababu uko jangwani na hakuna anayekuelewa vyovyote vile. Na usipokuwa mtu unayeelewa neno la Mungu, utafikiri kwamba naye Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kulikuwa kujanyesha tu kujua kuna mbegu nyingi sana kwenye ardhi, kwa sababu hakukuwa na maji ya kuzileta. But immediately after the rain, 2-3 days, ukaanza kuona hata barabarani vitu vinachipua. Unasema nani kapanda barabarani? Kumbe mbegu zilikuwepo, ni ukame ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa unaonekana mkame kumaanishi ndani mwako hakuna mbegu ya Mungu. Kuwa unakaa kama hakuna kitu kinaota ndani mwako hakumaanishi hakuna neema ya Mungu. Kuna kitu kinasubiria maji, na wakati Mungu ataachilia unono wake, kuna vitu vitaanza kuchipua. Haleluya. Kuna vitu vitaanza kuchipua kwa sababu mbegu ipo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. I read a scripture that has excited me for the last 2 months. Psalms 63 verses 11. Inasema kwamba the Lord crowneth the year with his goodness. Yeye Bwana huvika mwaka taji ya wema wake. Na huo mwaka ukivikwa taji ya wema wake, unadondosha unono. Amen. Unono ni mafuta. Kwamba Mungu maana anapita, kuna mafuta ya uponyaji yanapita, mafuta ya neema yanapita, mafuta ya furaha, mafuta ya amani, mafuta ya tumaini yanapita. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm getting excited and I didn't want to get excited. Many times wilderness is when God seems to be far. Umeshawahi kuombewa mpaka ukaombewa mpaka hata hautakuwa hutaki kwenda tena? One time I was going through a wilderness. I tell you my own life, I was going through a wilderness. And I searched for God in Simoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nikaenda lunch hour pale kwa Bishop Margaret Wajiro. Ananijua, sijui kama amenisahau ama ananikumbuka. I went for lunch hour. Ninajaribu kuomba, nasikia ni kama sisikii chochote. Nikaona labda sijaokoka. Kwani hujawahi kujiona hujaokoka? Nikaona sijaokoka. Sio Margaret Wajiro aliingia. Unajua kuna wakati mtumishi anaweza akaingia akapanda madhabahuni ukaona utukufu tofauti. Yule mama alipanda madhabahuni na utukufu. Nikasema mimi kama basi Mungu sina, naokoka leo. Ilikuwa mhubiri. Sio miaka mingi. Ilikuwa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamaliza kuhubiri, alipoita watu wakaokoke, na mimi nikasema kama Mungu anaona sijaokoka. Amen. Wapendwa, there are things you can go through in life mpaka ukajiuliza mara mbili. Niliokoka, ni nani aliniongoza sala la toba? Na wakati alikuwa ananiongoza sala ya toba, aliniambia niombe nitubu dhambi za kwetu. Unaona ni kama hakukuombea vizuri, unataka uombewe tena vizuri, because you are in a dry season and the seed that is in you cannot blossom. It doesn't mean the seed is not there. It's buried there. But when the Lord leads you to that good land that has streams and pools of water, life will begin to grow. Hallelujah. Wilderness is a place where answers to our questions are few. Majangwa ni wakati majibu ya maswali yetu yanakuwa machache. Have you ever had 1,000 questions and you don't have answers at all? God, where were you? What are you saying? What are you doing? God, have you called me? Ama nilijiingiza. Na ukisikia mhubiri akihubiri anasema kuna walioitwa, waliojiita na walio sijui fanya nini. Kama kule kwetu kuna msemo unasema kwenye safari ya mamba na kenge wamo. Unaangalia mimi ndio kenge nilijiingiza kwenye mamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na when you look at people, na hata ukiangalia hali zinakukondolea macho kama kukuambia
Haujawahi kusikia macho yanatoa sentensi? Macho tu yanatoa sentensi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesterday I had a good experience for the first time. Nilijua kuna prayer center inaitwa Kisanjo. A very nice place. I went there yesterday. We were having an ordination service. And then I sat somewhere. And just because somebody doesn't know me, na alikuja akakuta nimekaa hapo, kwa akili zake aliponiangalia kutoka kichwani mpaka miguuni, aliniona ninafanana sijui corona au melemele tekeli. So she behaved so funny until I was introduced. And then when I was introduced, I became different all of a sudden. And I decided I am not going to be different. Kama uliniona nikiwa corona, hata nikiintroduciwa nibaki corona. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You have many questions na hauna majibu. A wilderness is a time when the meaning and the purpose seem to be fading and prayers seem to be unanswered. Umeshawahi kuona mambo Mungu alikuongelesha? Dominic, do you remember those times we were in Gong Mountain and God was saying, I am sending you to the nations. I am going to do this and this, and we were so excited. And then the wilderness came. And moving from your house to Gong Ole Polos became an issue. Panakuwa mbali. Na Mungu alikuwa amesema mataifa hapa karibu panakuwa mbali. Praise the name of the Lord. I'm talking to us. Bwana Yesu asifiwe sana. Have you ever had a time when you could afford anything for your children, and you come to a time when after the yani chumvi unaitafuta mpaka kwa tule tushakers ndio uweke kwa chakula, na unaiwekea kule, unasema kuongeza chumvi ni vibaya, na zamani ulikuwa usemi? Sio kwa sababu ni vibaya, sio vizuri, sio kwa sababu unawakanya wasiongeze chumvi, lakini kwa sababu ya kuongeza hakuna. When you don't have answers. Praise the name of the Lord. In the wilderness, many different occurrences could create our wilderness. Na vitu vingine vinaweza, kuna vitu vingi vinavyoweza kutengeneza jangwa. Inaweza kuwa ni magonjwa, inaweza kuwa ni sicknesses, long suffering, utengano ama kukosana na watu, au vitu sudden happenings in life. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, I want to talk about the reality of wilderness. The experience of wilderness is real. The experience of wilderness is real. Hiyo ni kitu ya walisia, sio kitu ya kuota, ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikiri hapa ninakuambia habari za Abunuwasi. Hapana, nakuambia walisia wa maisha. Kuna kipindi utapita katika jangwa, hata wale mnaitanga BFF hawapo tena. Unajua kuna lugha ya Wakenya nyingine inatupiganga cheni. This is my BFF. Hata sijajuanga inamaanisha nini. Best friend forever. Best friend forever. Toeni hiyo forever. Hiyo forever. Toa. Amen. When it comes to the wilderness, inabakingi BF ama inabaki F. Bwana Yesu asifiwe sana. When people you could be vulnerable to and open your heart to, you can never trust them anymore. It's a reality. It's a reality. If you do not know to worship God when you are alone, you will have trouble when wilderness comes. Because there's a time that nobody will be there to stand with you and to hold your hand and to teach you to worship God. You better learn to love the Lord for yourself. You better learn to love God by yourself. You better learn to pray by yourself. You better learn to just read the scriptures for yourself. Because there's a time, there's no BFF. It's a wilderness season. Praise the name of the Lord. It's a reality. God is telling the Israelites that He is the one who has allowed the wilderness.
Now listen to me. Ni Mungu uruhusu jangwa. Sio dhambi tumetenda. One time nilienda nikasikiliza mahubiri, nikaambiwa kama unapita kipindi kingumu unalaana sijui nini. Nikapita wilderness. Nikaomba, nikatubu, nikakata, nikavunja, nikafuta, nikafutua kila kitu. Nothing changed. And then when I went to God, it was quiet. Nikaenda nikamwambia, basi Mungu, hata kama unaona nina dhambi, umemalizana na Osama ndio ufikie zako. When the reality dawns on you, my friend, that's when you realize how you misinterpreted people, how you misunderstood people, how you misquoted people, how you never understood people. Kuna watu hawajui kwamba ukiwaambia hauna. Sawa sawa? Until wapitie jangwa ndio wajua kuna kukosa. Unatafuta one bob kwa nyumba, unachukua vibeti vyote unaonoria, hakuna kitu. Una scroll simu yako kutoka contact number 1 mpaka ya mwisho A to Z. Unakosa mtu unaweza kumuitisha 10 bob. Bwana Yesu asifiwe sana. Have you ever been there? It's real. It's a season that God allows in us. And many times, many families unasikia zinaisha ni kwa sababu hawakuambiwa kuna wilderness. Hello? Walipoingia kwenye ndoa walijua ni tambarare. Walipoingia kwenye wokovu walijua ni tambarare. Kwa hiyo jangwa lilipokuja hawakuelewa wafanyeje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawajui wafanyeje na jangwa. Praise the name of the Lord. The wilderness is real. And every one of us will go through a test of wilderness, one time or the other. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you're talking to somebody and when you're praying with someone, please try to understand whether that person could be going through a wilderness. Bwana Yesu asifiwe sana. But you can only understand someone going through a wilderness. Can I say that again? Unaweza tu kumwelewa mtu anayepita kwenye jangwa kama wewe mwenyewe umeshawahi kupita kwenye jangwa. Ukiwa hujapita unakuwa very judgmental. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa wa kwanza kutoa mdomo. Unakuwa wa kwanza kusema inawezekana si anasemanga ameokoka, si anasemanga anaomba. Hello? Until you be there. Bwana Yesu asifiwe sana. Wilderness is a reality. Bwana Yesu asifiwe sana. What is the wilderness then? A wilderness is a place where God's presence seems to be absent. Ni wakati uwepo wa Mungu unaonekana kama haupo kabisa. Unakuja kanisani watu wanapiga makofi, wewe umekauka kama biskuiti saa 7. Unasikia wengine wakisema wamebarikiwa, wewe hata hukuelewa sermon. Kwa sababu akili zako zimetekwa na ujangwa unaopitia. Halo? Upo mwili upo, lakini wewe haupo kwa yale unayoyapitia. Na mtu akisema kitu jangwa inakwambia na kusema wewe. Ni wewe na kuhubiri. Wapendwa, sidhani tunaweza kupanga kuhubiri mtu. Tunaweza kupanga kuhubiri mtu. Tungekuwa tuna uwezo wa kupanga, si tungekuwa tukipanga tunaandika na hiyo scripture hiyo siku. But we read scriptures that we find. Bwana Yesu asifiwe sana. And sometimes hata vitu tunasema hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. When you do not experience the presence of God, ni wakati hauna the presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Now let me give you a good picture in the book of Exodus chapter 33. Moses desires God kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. And he says to God, show me your glory. Amen. Amen. And God says, don't worry Moses, you will see me. Usijali Musa, utaniona. Give me Exodus 33 verse 20.
Well, okay, let's, sorry. You're on verse 1? You're verse 1, nimeipenda. Sorry. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought out of Egypt, and go up to the land I promised. Unaona anamtia moyo Musa. Anamwambia tokeni sasa neneni. Ni kama umepokea prophecy, the Lord is about to visit you. The Lord, like just about to, what I'm about to say to you. God is about to visit you. God is about to do this and you are excited. Let's go to 18. Then Moses said, now show me your glory. Moses is very excited wanaongea na Mungu. Anaambia, now show me your glory. Let's continue. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Yaani wema wangu wote nitaupitisha mbele zako. And Moses is getting so excited about this. And I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion of whom I will have compassion. Musa, wema utakuwepo, nitakuwa wa huruma, nitakuwa mwema, nitatenda makubwa. Moses is excited. Verses 20. But he said, hii but inaharibu kila kitu. Lakini akasema, you cannot see my face, for no one may see me and live. Nimesema wilderness is a place you do not see God, but he's there. Bwana Yesu asifiwe sana. The next verse. Anamwambia, the Lord said, there is a place near me where you may stand in a rock. Now, the original text says, there is a place in me. There is a place in God. Kuna sehemu ndani ya Mungu. There is a place in me that when you come to that place, there is a place in God that when you come to that place, things change. There is a level in God that when you come to that place, things change. Wacha hii excitement ya my goodness. Wacha hii excitement ya my glory. There is a place in me that you do not see. You don't go by what you see. You go by what you know. Because you know you are in a place in me. Continue. This is verse 22. Verse 22. He says, when my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Musa, ili uweze kuelewa hapo mahali unaingia ndani mwangu, utasimama kwenye mwamba, nami nitakuweka kwenye cleft. Cleft inaitwaje kwa Kiswahili? Pango. Pango. Whatever. Kwenye pango la mwamba. Kwamba upande huu ni mwamba, hauwezi ukasongea. Upande huu ni mwamba, hauwezi ukasongea. Chini kule umesimama kwenye mwamba, hauwezi ukasongea. Mbele hamna njia, ni mwamba. Nyuma hamna njia. Na ukiangalia juu, Bwana ameweka mkono wake, ameziba. Uko gizani. A place in God. Ni wakati pando ndini wangai. A place, sijaongea Kikamba siku nyingi. A place in God whereby you cannot move to the front. You want to move, but there's a rock. You want to turn back, but there's a rock. You got to go to fellowship with this brother, but there's a rock. You want to go this way, but there's a rock. You want to hear heaven, but he has put his hand. Come on. You are in a wilderness. A place in God. The glory of God is for people who have been in a place in God. I cannot stress it further. Praise the name of the Lord. It is in the wilderness that you experience the omnipresent presence of God. Unajua yupo. The manifestation of God from unknown to known. Unaanza kutoka kwa visivyojulikana unaingia kwa vinavyojulikana. And the promises of God seem to be very far. Vile vitu ulikuwa umeahidiwa na Mungu vinaanza kuonekana kama havipo tena. Unaanza kuambia Abraham, labda Mungu alikosea, hakumaanisha mimi. Labda alisema huyu Hagai.
kwa sababu culture yetu inaruhusu. A place in God. Bwana Yesu asifiwe sana. That is air of our wilderness. Being of a wilderness is a season where God gives us what we need, not what we want. It's a place of not more than enough. It's a place where you do not have abundance. It's a place ukipata chakula ni ya saa hiyo, ya saa ile ingine utategemea mbingu. Have you ever been there? I know I can relate with a few, but the rest, pray your wilderness comes one day and you remember this. God allows lack in the wilderness that your eyes may keep up to him, because hakuna njia za kutengeneza ramani. Mungu ndiye ramani ya wilderness. Hakuna miti ya kusema ukipita ule mtu mrefu ungeuke hivi, kwa sababu hakuna. Anahakikisha there is lack, that you keep looking up, and as you keep looking up, he keeps directing your path. I wish you got that. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna ramani katika jangwa, yeye ndiyo ramani. Hakuna miti, hakuna chochote. Kwa hiyo nakupatia chakula cha dakika hiyo ili uendelee kuomba hicho kingine, ili aendelee kukuelekeza. Kama nipe leo mkate wa leo, anakupa. Kama kuna harusi sina nguo, anakukumbusha kuna kanguo ulivaa siku nyingi sana. Japo sio kapya, lakini ukikapiga pasi katakubalika tu. And you may keep looking at him. Hallelujah. In the place of wilderness, there is no plenty. It's a place of keeping your contact with God. Amen. Hallelujah. What wilderness is not? It's not God's punishment. Sio punishment, sio pano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sio eti umekataliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. It's not that Mungu amekuacha. He is still with you. But he wants to bring humility to your heart. Mioyo yetu inazaliwa ikiwa na kiburi. Ile kitu tunaitanga ego. Ile kitu tunasemanga kwani anijui mimi ni nani? Ile kitu tunasemanga kwani hatambui niko. Ile kitu anasemanga kwa nini? You know? Bwana Yesu asifiwe sana. That is how our hearts are. Praise the name of the Lord. That's how we are born. Ndio maana hata nikija kwa kwako, nikienda kwa Dominic, that's when the children misbehave most. Not because they don't have discipline. I can say anything about Dominic, he's my brother. Na Faith hawananga shida. Not because I always keep telling them, msichape hawa watoto sio kwa sababu hawana discipline, najua wanayo. But they want mimi nijue wapo. They want their presence to be noticed. Utawaignore aje uongee tu na wazazi. Hata sisi antiani ni wetu. Tuna sehemu ndani mwake. So wataruka mmoja huku. The girl ataenda achukue simu ya babake sijui ya miaka gani, atafute kapicha ka miaka sijui gani, akuje saa hiyo ninaongea point na babake aniulize, "Huyu ni wewe?" We always look for attention. We always look for to be noticed. Tunataka tuonekane na sisi tupo. Bwana Yesu asifiwe sana. That's how our hearts are. And until God takes us through a wilderness to humble us and to know ya kwamba hata wasiponitambua na nitambua, ni vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Through a wilderness. Hallelujah. It's not that God is wasting or buying time. Wakati wa kupitia jangwa sio kwa sababu Mungu anaharibu muda. Kuna kitu anafanya ndani mwako. Sometimes you are too much in a hurry, and especially me. I'm in a hurry. I had to go through a wilderness to learn to be patient and to wait. Bwana Yesu asifiwe sana. One of the things utafanya ukienda missions Tanzania ni kuacha makasiriko pale mpakani. Wache makasiriko, kwa sababu chakula chetu tunaweza kuanza kupika asubuhi kiive jioni. Na tunapika tu. Tunapika. Makorokosho tunatengeneza. Kwa
Kwa hiyo kama una makasiriko hujapita jangwa, utatukasirikia. Na hata tukileta hatuna samani. Yaani si tumeleta chakula. Tuna uwezo wa kukuletea sapa saa 8 usiku. That's us. That's right. Na mpaka Mungu akupitishe njambo. He's not wasting time. He knows where he will send you. Let me tell you something. Mimi Mungu asingedeal na mimi ama huyo Dominic. Tusingeenda missions. Because unataka ukitaja maji kabla hujamaliza yafike. Sio kule kwetu. Utayataja na uyarudie na urudie tena. Samahani nilisahau. Anaenda. Alafu anarudi. Ya moto au ya baridi. Anarudi. Until God works on you. Bwana Yesu asifiwe sana. When God allows you to go through a wilderness, He's not wasting your time. He is not even buying time. He knows the right thing that He's doing. Allow Him. My time is up? Yes. Wow. Can I say 2-3 things and I finish? It's not a season of failure. Ni vizuri kujua kwamba wakati unapita jangwa sio kwa sababu umefeli. Hata wakati baba huwezi kuwapa watoto wako chakula sio kwa sababu wewe sio mwanaume. Kwa sababu sasa hivi tuna tabia ya kuambia wewe ni mwanaume au ni mwanaume suruali. Hata wakikwambia wewe ni mwanaume suruali na unajua you're trying as much as you can. You're just in a wilderness. Continue looking unto God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes as women, sijui kwa nini, but when we feel like we are the ones who are providing, kuna kakitu kanatuingianga. Sijui kaliuwa ndani mwetu au tulikachukua huko tulitolewa kwa wanaume, sijajua kalitoka wapi. Lakini kuna kakitu kanatuingianga. Na tunaweka shoulders high and we feel we can behave anyhow. And sometimes if you've never been into a wilderness, it can be very intimidating to a man. Hello? Hi. Mimi sijasema kitu. Thank you, sir. Thank you, sir. So, when you know you're going through a wilderness, it's not a season of failure. Listen to me, my brothers. If you cannot provide for your family now, it does not mean that you're not the head of that family. That's right. You are not a failure. It's just because you're in a season of a wilderness. Hello? Hello? Praise the Lord. I just said that. Why does it come? Because God wants to humble us and to take us to a place of blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Wilderness is a time, it's a season to be tried. Ni wakati wa kuminywa na wakati wa kuchekechwa na wakati wa kuonekana kinachojaa ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasomi wanasema ukitaka kujua upendo wa mwanaume kwa mke wake ni wakati mke wake anauma. Hello? Lakini wanasema ukitaka kujua upendo wa mke wako kwako ni wakati hapa mfukoni hamna senti. Lakini upendo wa watoto kwa wazazi unajulikana wakati wamezeeka. God bless you.